Mkuranga oye! Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Meru, Mheshimiwa Balozi wa China Dr. Ru, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Engineer Ndikiro, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Pwani, Chief Executive wa kiwanda hiki cha Goodwill, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, waheshimiwa viongozi mbalimbali mliokutana na sisi hapa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama, ndugu wafanyakazi na ndugu wananchi wa jimbo hili lenye viwanda vingi la Mkuranga, asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kuweza kunikaribisha nije nishiriki nanyi kwa mara nyingine katika uwekaji wa jiwe la msingi wa kiwanda hiki cha Goodwill, kiwanda kikubwa sana. Kweli nimefurahi, kama ni siku ya leo nimeanza kwa raha, kwa sababu sikutegemea Mkuranga pawe na kiwanda kikubwa cha namna hii. Nimetembea zaidi ya kilomita 1 bado sikufika mwisho. Kwa hiyo kuingia kiwandani tu ni zoezi tosha. Kwa hiyo napenda nishukuru sana Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya ya Mkuranga na watendaji wote pamoja na serikali ya China kwa kuweza kuvutia wawekezaji hawa ambao wamekuja kuwekeza kiwanda kikubwa sana. Nilipokuwa nikipita nikiona nchi wa Mkuranga na Watanzania jumla, ahadi yangu kubwa ilikuwa ni kuifanya Tanzania kuwa ya viwanda. Unapokuwa na viwanda katika nchi na katika historia za kimataifa zote, hakuna nchi yoyote duniani ambayo iliweza kuendelea bila kuwa na viwanda. Usipokuwa na viwanda usitegemee kuendelea. Unapokuwa na viwanda vingi, hicho nacho ni kipimo kimojawapo cha maendeleo. Kwa sababu unapokuwa na kiwanda, una uhakika wa vijana wako na wananchi wako kupata ajira. Lakini si ajira tu, una uhakika wa serikali kupata mapato. Lakini si kupata mapato tu na kupata ajira, lakini mtapata pia mapato hata ya kutoka nchi zingine. Badala ya ninyi kuwa mnapeleka mazao ya kilimo mnauziwa kwa bei ya chini, mtapeleka mazao ya viwandani na kuuza kupata fedha nyingi. Kwa hiyo ndio maana nimesema mimi nimefurahi sana, na siku ya leo naona imeanza vizuri hapa Mkuranga. Kiwanda hiki kitatoa ajira ya watu kati ya 1000 na 1500 watakao kuwa wanaingia kwenye kiwanda hiki kwa siku. Lakini si hao tu watakao kuwa wanaingia kwenye kiwanda hiki, lakini kuna watu wengine watakao kuwa wanaajiriwa kule wanakotoa hizi material, wanaohusika kuchimba limestone, mchanga na kadhalika. Wale nao watapata ajira huko. Lakini huko pia mamalishe na mamantilie nao watauza hata katumiwa, hata kolosho, hata wali. Lakini inawezekana hata watakao kuwa wamekuja hapa, wapo wengine wataendesha hayo malori
lakini wapo wengine watashiriki makampuni ya ulinzi. Fedha zingine zitapatikana, zitaenda kwenye halmashauri. Halmashauri nayo itatoa ajira. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta katika kiwanda kimoja kimetengeneza ajira zingine zikafika hata mpaka 5,000. Na ndio maana mimi nashukuru sana. Ukiacha ajira zingine za watani zangu mlioko hapa, kwa sababu wakija watu wengine wengi, si hata kama na binti yako nataka olewe, utaongeza bei kubwa angalau apate mahali. Anaweza akaja Msukuma hapa. Nasema uongo watani zangu? Ni kweli. Kwa hiyo kupatikana kwa kiwanda hiki mimi napongeza sana. Lakini kiwanda hiki kitakuwa kinatumia gesi. Na nimeona injini zinaendeshwa kwa gesi inayotoka katika nchi hii. Lakini si gesi tu. Kiwanda hiki kitatumia raw material zinazotoka maeneo hapa zaidi ya 95%. 5% tu ndio itatoka China. 95% inatoka hapa. Na ndio maana Mheshimiwa mbunge hapa alipozungumza kwamba wanahitaji hela, nikasema mbona hela sasa zimeshakuja? Kwa sababu mchanga mtakuwa mnauza, zamani mlikuwa hamuuzi na kadhalika. Kwa nini hizi sasa zisitumike kutengeneza hospitali na vitu vingine? Au hizi zitaliwa tu kwenye halmashauri? Lakini sijui. Lakini kikubwa ni kwamba kupatikana kwa kiwanda hiki ni kitu muhimu sana. Na mimi napenda sana kumpongeza mwekezaji wa Goodwill pamoja na serikali ya China. China ni marafiki zetu sana kwa kuamua kuja kujenga kiwanda kikubwa cha mfano wa aina hii hapa Mkuranga. Siku zote tiles zimekuwa zikiagizwa kutoka China na kutoka maeneo mengine. Wakati material ya kutengeneza tiles yako hapa. Wenzetu hawa China wameamua sasa, badala ya kuwa wanatengeneza tiles kule kwao halafu tunapata, tunalipia usafiri, tunalipa kodi, tunatengeneza ajira kule kwao, wao wanakuja na watu wachache halafu ajira zinatengenezwa hapa. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu wana Mkuranga, hii ni nafasi ya pekee. Hamwezi mkapata wote ajira, lakini nina uhakika percentage kubwa mtafaidi na ajira hii. Kiwanda hiki tukitunze. Lakini pia kwa ndugu zangu wa Mkuranga, tutunze na amani yetu. Panapokosekana amani, wakaja kuwekeza. Mara wanasikia juzi mtu amepigwa risasi, mtu amefanya nini. Haya si mambo mazuri sana. Na bahati nzuri wanaofanya hayo mambo tunakaa nao. Wengine ni watoto wetu, wengine ni waume zetu, wengine ni dada zetu. Ni lazima ndugu zangu wa Mkuranga na wa mkoa wa Pwani, kwenye maeneo ambao pamekuwa na hivi, tuwafichue. Kama alivyozungumza Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa mambo ya ndani siku ile, hawatapenya. Nasema hawatapenya. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko imara. Naona hapo walikuwa wanajaribu kupiga mruzi. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu wa mkoa, uwekezaji ni lazima mahali amani. Tutakapopata ajira hapa,
tutakuwa tunapata hela, tunalipwa kwa mwezi, tutazipeleka kwenye maendeleo. Nilipokuwa nikitoka Dar es Salaam ninaingia katika mkoa huu, mkoa wa Pwani sasa hivi ni tofauti na miaka ya nyuma. Kila mahali kuna viwanda. Nimetoka kule, nilipotoka tu kule Mbagala, ukigeuka nyuma mbele kushoto unaona kuna majengo yanajengwa ya viwanda. Ukigeuka huko nimeona kuna viwanda karibu 5 njiani.